Amani ya Bwana iwe nanyi nyote popote mlipo. Naamini nyinyi mnayenisikiliza ni watu ambao kila mmoja wetu anatamani wema, anatamani furaha, anatamani maendeleo, usalama na uhuru wa kuishi maisha kama alivyopewa na Mungu. Lakini sielewi kama mnaona vile mimi ninavyoona. Inaonekana ni kama Mungu alitengeneza maisha ya kutatiza mwanadamu, ya kumtaabisha, kumuogofya, maisha ya kung'ang'ania. Hakuna jambo linalotendeka linaloonyesha tumaini. Ni kama Mungu alituumba, akatuumbia maisha ya kusumbua, tusielewe hata tunaelekea wapi na ni kwa nini. Maana ukiangalia kila jaribio la mwanadamu la kutenda jambo likamilike linalete uofu, matatizo, shida, taabu na kutokufaulu kusio na mwisho. Ni vipi na ni nini kinachoendelea? Kweli Mungu aliye mwema, aliye mwenye uwezo, aliye na udhibiti wa mambo yote, aliyeyatengeneza haya maisha ili tuyaishi, alitengeneza ili tujaribu? Kwa maana ukiangalia sasa hivi, si watawala, si matajiri, si wasomi, sio viongozi wa makanisa, sio wakubwa kwa wadogo, wenye nguvu kwa wanyonge. Ukiangalia kila mtu anatenda kusumbua. Angalia kila mahali, siku hizi sheria haifanyi kazi. Sheria imebaki mwenye nguvu, mwenye ushawishi wa kuunganisha watu dhidi ya watu wengine, mwenye uwezo wa kivita, mwenye kuogofya, kulazimisha wengine kutii. Sheria imebaki hiyo, lakini ile sheria imewekwa katika umma, iwe ni kijijini, iwe ni katika jamii, iwe ni katika mataifa, imesalia kuwa neno tu ambalo halina mtu wa kuitii. Na kwa sababu hii, kwa vile hakuna mwongozo wa kuunganisha, kila mtu amekuwa sheria yake. Wana serikali ni sheria yao, wana usalama wamekuwa sheria wenyewe, raia naye amekuwa sheria. Ni nini ambacho hakiendelei? Ndugu zangu, kumbukeni, tangu kuumbwa kwa mwanadamu mpaka dakika hii, Mungu anapoona mambo yakiharibika kabisa, hakosi kumuinua nabii, mjumbe wa kutangaza msimamo wa maisha aliyoyaumba. Maana sisi sote tunaelewa kwamba ulimwengu wa sasa umetawaliwa na yule mwovu Shetani, kama anavyonena katika Waefeso 6:12, Ayubu 9:24. Ulimwengu wa leo umetawaliwa na yule mwovu ambaye ni mwongo, ni muuaji, ni msingishiaji, mshtaki, mwenye kugawanya watu, kuwagonganisha kama tunavyoona. Lakini hilo haikuwa kusudi la Mungu mambo yaende hivyo. Tukisoma katika neno lake anavyosema kupitia kwa manabii, kila wakati giza linapojaa duniani na mwelekeo unakosekana mpaka watu washangae ni kwa nini Mungu anawacha watu wateseke,
Amosi tatu mstari wake wa 7 anasema Mungu atendi jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake manabii ile siri. Wakati wa Nuhu alionya, wakati wa Sodomu na Gomora alionya, wakati wa Ninawi Jona huyo alionya. Mungu anapokusudia kufanya jambo, akosi kwanza kutuma manabii wake wajumbe, kupasa sauti, kupiga tarumbeta, kuwaambia wanadamu kinachojiri na vile wanapaswa kufanya. Sasa hivi tunapoongea, andiko lililoko katika Isaya 60 mstari wa 1 na 2. Sasa hivi tunapoongea, mtakubaliana na mimi kwamba ulimwengu mzima, mataifa yote, hata wale ambao wangekuwa wanaangaza nuru ya ukweli wa Mungu, Israeli, giza kuu imejaa duniani. Ndio nimeanza kusema hamna sheria. Sheria ni yule mtu atashinda mwenzake, yule mtu atagandamiza mwenzake, yule mwenye ujuzi wa kudanganya mpaka wengine wanafuata. Ndiyo sheria, ikihimiziwa na kuwekwa nguvu na pesa na mali. Dunia imejawa giza kuu, na wakuu wa dunia pamoja na wadogo wao, viongozi kwa wanaoongozwa, wako gizani. Isaya 59 mstari wake wa 9 hadi 11. Wanadamu wote dakika hii tunapoongea wanapapasa kama vipofu. Wanatarajia nuru, giza inajaa. Wanatarajia wema, vita inazidi. Wanatarajia anga ibadilike, inazidi kuwa ngumu. Si kilimo, si maji, si hewa. Uchafuzi wa mazingira unazidi kuwa zaidi, na utawala umeshindwa hata kudhibiti chochote kile. Dunia imejawa giza, na tunaposema giza, sio giza tu ile ya weusi wa usiku. Ni giza la kukosa ufahamu wa namna ya kuishi iletayo ule wema na matumaini mwanadamu anaotazamia. Kwa nini hatuelewi kwamba kila wakati giza linapofika mahali ilipo sasa, Mungu lazima ainue wajumbe ambao wanaanza kupaza sauti, kuwaonya wanadamu na kuwakumbusha mwelekeo mwema kama alivyoupanga wakati wa kutuumba. Sasa hivi tunapoongea, nilitaka kuwakumbusha hii sauti mnaoisikia katika YouTube studio, Church God YouTube studio @J Mutulu, ni ujumbe wa mjumbe ambaye ametumwa na Mungu. Najua kuna wale hawatanielewa, maana kila mtu katika ulimwengu wa leo ni Mungu mwenyewe, ni mtu wa kujigamba, ni mtu wa kujikweza, ni mtu wa kujionyesha, kujisifu, na isipokuwa ni wale wenye roho ya Mungu anayenena ndani yangu watanielewa. Wengi wenu mtachukua mtu anayejikweza, anayejigamba. Najua si wengi watanielewa, na ndio hata Yesu Kristo alijua hivyo akisema, wenye masikio na wasikie. Nataka tu kuwajulisha kwamba huu ujumbe mnaosikia ni sauti ya Mungu katikati ya giza kuu, kwa wanadamu wote, viongozi kwa wanaoongozwa, wa matajiri kwa maskini, wanyonge kwa wakubwa, wasomi kwa mafukara. Huu ni ujumbe kutoka kwa Muumba wenu, na mwenye kupewa ufahamu atafahamu. Maana Kristo anasema mambo ya Mungu na ufalme wake ufunuliwa kwanza na Mungu kabla mtu hajaelewa. Akawaambia mitume, hii siri ya ufalme imepeanwa kwenu tu kujua, sio kwa kila mtu.
Kwa hivyo kama umepewa kuelewa, sikia sasa, maana wewe ndio mwenye masikio na mwenye macho ya kuona. Si wengi wataona. Wakati wa hii giza, Mungu ameinua wajumbe wake, na huu ujumbe unaosikia kwa ChurchGod@J Mutulu YouTube studio, ukitaka enda hapo, utasikisha ujumbe unaokueleza ni kwa nini tunaishi hivyo tunaishi, ni kwa nini haya matatizo yote, na Mungu anasemaje, suluhisho litatoka wapi. Anaonyesha vizuri sana, haitatoka kwa wakuu wa dunia hii ya sasa, wale wakuu wa mataifa, haitatoka kwa wasomi wa sasa, teknolojia, haitatoka kwa mali, haitatoka kwa uwezo wa mwanadamu. Mutakumbuka muumba wenu, mutakumbuka aliwaumba mfanye nini, na mtakapotii hayo maagizo yake, hapo ndipo mtakapopata amani. Nje ya hapo, anawaambia vizuri sana kwamba njia ya amani hamtaelewa. Nipo hapa kama mjumbe kutoka kwa huyu Mungu aliyetumwa na Kristo Yesu kuendeleza ule ujumbe Kristo aliyouleta duniani katikati ya giza ya wakati wake, akaleta nuru ambao sasa hivi kupitia kwa wakuu wa dunia wakishirikiana na manabii wa uongo wamegeuza kuonekana ni kama hadithi isiyo na maana. Itaongelelewa, itahubiriwa, lakini watu wanaendelea kuishi hali ile ya kimwili, ya kusumbua, ya kuharibu, maana aliyeilete ni yule mharibifu Shetani. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4 hadi 6 hapo 10, utaona anaitwa mharibifu, ndiye anayewagonganisha. Kwa hiyo Shetani ni mwerevu, amechukua ujumbe ulioletwa na Kristo, ameugeuza ikawa ni hadithi, na maisha yakaendelea kuwa maovu zaidi. Ni katikati ya hii giza Mungu wa mbinguni amenituma hili ni waarifu kuhusu ukweli wa maisha na njia ya amani. Isaya 59 mstari wa 8, nje ya huu ujumbe na mafundisho haya yanaonenwa katika neno la Mungu, njia ya amani msidanganyike, hamtaijua kamwe. Vita vitaendelea, maovu ya kila aina yataendelea, uchafuzi wa mazingira, uchafuzi wa maji, hewa, hata vyakula. Mmebuni vyakula ambavyo havijengi mwili, madawa mmekuna. Nafikiri mahospitali saa hii yamefika kikomo. Madaktari hata hawajui watibu nini. Magonjwa yamejaa ambayo hata hakuna mtu anaelewa ni aina gani. Kwa sababu gani? Njia ya amani na wema na msingi wa ujenzi wa maisha ni wa yeye aliyewaumba peke yake, na ndio huu ninaowatangazia. Naomba kuanzia sasa kuendelea mwelewe kwamba Mungu ananena kuhusu maisha ya kuishi, sio hadithi, sio msemo tu, ni njia ya kutatua matatizo, njia ya kulete mafanikio katika kila jitihada la maisha. Mtaamini? Hii ni sauti iliyo nyikani. Mtaisikiza na kuikubali. Heri atakayesikia na kutenda. Neema ya Mungu iwaangazie hii nuru, mtoke gizani muje katika nuru. Mtoke kwenye ufungwa wa kutokufahamu muje kwenye ufahamu wa kweli, na mpate uhuru na amani. Baba wa milele na muumba na mwenye mpeaji wa maisha yote awe pamoja nanyi.